Sasa uvutaji wa pili ni hatari kwa namna gani? Katika harakati za kupunguza madhara ya sigara, zamani walikuwa wanaivuta tu tumbaku direct. Baadaye wakasema sasa tuiwekee filter. Ndio maana kwenye sigara mtu anayevuta sigara huwa haiungui yote. Uongo ukweli? Uongo ukweli? Sasa kale kanakobaki huwa ni ka filter, kanajaribu kuchuja baadhi ya sumu. Sasa kwa wewe ambaye unakaa jirani na mvuta sigara, we moshi unaokufikia ni ule ambao haujachujwa kwenye nini? Kwenye kale ka filter. Kwa hiyo ndio maana mvutaji wa pili anaathirika zaidi. Na sigara ubaya wake ni kwamba ukisikia tu harufu yake imeishafika kwenye mapafu. Yaani kwamba unasikia hii ni sigara, imeishafika kwenye nini? Kwenye mapafu. Miaka michache iliyopita, kama miaka 6-7, taarifa moja ilisikitisha sana dunia. Binti mdogo wa miaka 13 nchi za Uarabuni aligunduliwa na kansa ya mapafu na kufariki, lakini hakuwa mvuta sigara. Kwa nini alipata kansa ya mapafu? Alikuwa anakaa na baba yake na kaka yake ambao walikuwa wavutaji sugu wa sigara. Kwa hiyo inakuonesha namna gani hata uvutaji wa pili unaweza kuwa hatari kwa afya yako. Nchi zetu za Afrika, bahati mbaya, uwezo wa kukontrol hili swala ni mdogo, kwa sababu pia ya kacha za Kiafrika. Ikiwa watu hata makopo tu barabarani tunatupa ovyo ovyo, kukontrol watu kutovuta sigara eneo la wazi inakuwa ngumu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa mtu binafsi kutambua hatari ya sigara na kuiepuka kadri unavyoweza.